Kama unafia namna gani ya kupata wateja kwenye biashara yako, kumbuka kwamba wateja ni matokeo ya mchakato, sio mvua zinazonyesha kutoka mbinguni. Iko hivyo, wateja kuja kwenye biashara yako kuna mchakato ambao unafanyika. Sio kwamba inatokea tu bahati mbaya kwamba ukikaa kwenye game muda mrefu unapata wateja. No. Unaweza ukakaa kwenye game muda mrefu na usipate wateja, au ukaendelea kupata wateja wale ambao ulikuwa umeanza nao. Na unaweza ukaanza leo na ukaanza kukimbiza mtu na wateja na numbers. So, nini kinatokea? Iko hivi, kupata wateja ni matokeo, ni mchakato. Na huu mchakato sio tu mchakato wa kuwinda, ni mchakato ambao unakuboresha wewe, unaboresha system zinazoendesha kampuni yako, na inaboresha mifumo ya kuweza kupata wateja. So, moja kati ya mfumo wa kuweza kupata wateja ni kuweza kutengeneza personal brand. Alafu moja kati ya maboresho ambayo yataboreka kwenye kampuni yako ni kutengeneza system zinazoendesha kampuni yako. So, wewe inabidi uwe brand, kampuni yako inabidi iendeshwe kama system. Vikikutana hivi, inatengeneza wateja. So, ili kuweza kupata wateja na kuweza kujua hivi vyote viwili namna gani kuweza kuvifanya, nimekuandalia course maalum. Na hii course sio story za kupeana sijui hivi amini itatokea. No. Hii ni ramani, ni mchoro. Namna gani ya kuchora, namna intentionally, namna gani natengeneza personal brand yangu. Intentionally, namna gani naweza kutengeneza system kwenye biashara yangu. Hatua kwa hatua, shika hiki, chomeka waya, zungusha, fanya hiki, nyanyuka, sogea mbele. Hatua kwa hatua, kama mtoto mchanga. Kila kitu kiko clear vizuri. Kwenye kozi hii sio nadharia kama vitu vinavyofundishwa darasani au shuleni ulipokuwa mwanafunzi. Hii ni ramani, what to do exactly kupata matokeo fulani. So, comment neno course hapo chini, nitakutumia course moja kwa moja DM kwako sasa hivi.